Mwenyekiti wa bodi ya afya aliyemaliza muda wake pamoja na kamati yake watembelea ujenzi wa majengo mapya na ukarabati wa hospitali iliyopo katika halmashauri ya mji Handeni na kuridhishwa na kazi inayofanyika, huku akimpongeza Mama Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake kubwa anazozifanya. Na diwani wa kata hiyo Mheshimiwa Abdalla Chu wakawa na haya kusema: majengo yetu kama yanavyoonekana kwa ukweli ni mapya, na hizi ni juhudi zake za kutusaidia sisi wananchi wa Handeni tuwe katika hali iliyo nzuri. Mimi ninayeongea hapa ni mwenyekiti wa bodi ya afya. Kipindi chetu kilikuwa cha miaka 3 kimeisha leo, lakini kwa ukweli toka tuanze tumeanza na bahati iliyo kubwa kwa majengo yetu kufanywa ukarabati na mengine kujengwa katika hali ya upya. Kwa tunatoa shukrani za dhati kwa rais wetu na kumshukuru kweli kweli kwa aliyotufanyia. Wanaona bima ya afya inazidi kukolea, na hata wagonjwa huduma ambazo wanazipata wenyewe pia wanazitolea shukrani kwamba sasa ni mabadiliko ambayo kwamba mwanzoni hayakuwepo, lakini alipoingia rais wetu huyu kwa ukweli mambo yamebadilika. Na kila mjaji wa hapa sasa hivi, sina hakika sana, lakini hata dispensari ambazo ni za binafsi uongo wateja wamepungua kwa sababu ya huduma bora katika hospitali yetu hii ya serikali. Mjumbe wa bodi ya afya ya halmashauri ya mji wetu wa Handeni. Mimi nizungumzie swala la hamasa kwa wananchi kwenye upande wa bima ya afya iliyoboreshwa. Akielezea kazi ya ujenzi huo, daktari mkuu wa hospitali hiyo naye akawa na haya ya kusema: serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jumla ya shilingi bilioni 1.8 kwa miaka miwili mfululizo 2022-23 na 23-24, na majengo makubwa yanajengwa hapa, na ambalo ni EMD, jengo la huduma za dharura limekamilika na tunaanza huduma. Lakini pia tuna jengo la maabara ya kisasa kwa ajili ya hospitali za wilaya, na tuna jengo la ICU ndio hili hapa ambalo limesimama la huduma za wagonjwa mahututi, na wenyewe limefikia 95% sasa hivi, linaenda kukamilika. Na tuna jengo kubwa jingine kwa ajili ya mochwari za kisasa ya hospitali ya halmashauri. Lakini pia tumefanya ukarabati mkubwa sana wa miundombinu ya zamani. Utakumbuka halmashauri ya mji Handeni kwa na hospitali ya zamani sana, majengo yake hata ramani za zamani, lakini kwa fedha hizo fanya ukarabati mkubwa wa miundombinu. Tunamaliza maabara kama nilivyosema. Vipimo vile vikubwa vya kimaabara vitafanyika hapa. Mashine zote serikali imeshaziandaa na nyingine zimeshaanza kufika. Kwa hiyo jengo litakapokamilika tutakuwa tumeanza vipimo vikubwa kabisa vile vya kimaabara vitakuwa vinafanyika hapa. Sasa badala ya watu kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa Tanga ambao ni zaidi ya kilomita 160, watakuwa wanapata huduma hizo hapa. Huduma za wagonjwa mahututi sasa vifo vitapungua kwa kiasi kikubwa. Hapa kama mnavyojua tuna pipeline inapita ile ya kutoka Uganda kwenda Chongoleani Tanga. Hapa kuna center kubwa hapa karibu ndani ya halmashauri ya mji Handeni, kuna camp kubwa hapo. Lakini pia tunaambiwa baada ya mradi kukamilika kutakuwa na changamoto ya spillage za mara kwa mara. Kwamba mafuta yale ghafi yatakuwa yana liki wakati mwingine. Sisi serikali yetu imeshajiandaa kwa kiasi kikubwa sana kwamba tuna jengo la dharura, lakini tuna jengo la wagonjwa mahututi. Lakini pia tuna jengo la mochwari ya kisasa kabisa. Matukio huku sasa hivi ni mengi. Kuna migodi ya madini na mambo mengine kama hayo. Matukio yale ambayo yatakuwa yanahusisha jinai, maana yake uchunguzi utakuwa unafanyika hapa badala ya kwenda kufanyika mahali pengine. Kwa hiyo kiasi kikubwa gharama za kupata huduma kwa mwananchi wa kawaida zitakuwa zimepungua sana. Tuhakikishe kwamba mwananchi anapata huduma ile ambayo anastahili bila kujali hadhi yake ya kiuchumi au mahali alipo. Mdeo Mkaro Handeni.